iendelee. Rais wetu Samia, kazi iendelee. Utendaji wako unauona, busara zako, hekima zako, utendaji wako tunauona, kazi iendelee. Kutokana na ubovu wa barabara ya Bond City na barabara ya Kopatel mtaa wa Muriet kata ya Muriet jijini Arusha, ubovu unaotokana na mvua zinazoendelea kunyesha hapa jijini Arusha, diwani wa kata hiyo Mheshimiwa Francis Mbise amelazimika kutoa mchango wa zaidi ya kiasi shilingi milioni 1.3 ambazo zimetumika kununua vifusi kwa ajili ya kuwekwa katika barabara hizo ili kupunguza adha wanayopata wananchi kufuatia ubovu wa barabara hizo. Na licha ya kutoa fedha hizo, akaungana na wananchi katika marekebisho ya barabara hiyo wakati vifusi vinawekwa. Akizungumza wakati wa zoezi la marekebisho ya barabara hiyo, akiwa amembatana na vijana waendesha bajaji wa kituo cha Kwa Mrombo ambao pia ni watumiaji wa barabara hiyo, Mbise amesema kutokana na ubovu wa barabara mbalimbali ndani ya kata hiyo, ameendelea kutoa vifusi kwa gharama zake ili kurejesha huduma kwa wananchi, ikiwa pia ni katika kuunga mkono juhudi za serikali zinazoendelea kufanyika katika kata hiyo. Sambamba na juhudi hizo za Mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa wa Muriet naye hakuwa mbali, ametoa kifusi kimoja ili kuungana na diwani kuhakikisha kwamba barabara za wananchi zinapitika. Aidha, wakati wa tukio hili la marekebisho ya barabara kwa kuwekewa vifusi, vijana hao wa bajaji walijitolea kusambaza vifusi vilivyowekwa katika barabara ya Bond City na kuzibua mitaro iliyoziba na kupelekea maji kutuama katikati ya barabara. Leo umeacha shughuli zenu kwa sababu ya kuwahudumia wananchi, na sio wananchi wa Muriet tu, umewahudumia wananchi paka wa Terat, umewahudumia wananchi paka kata zingine, kwa sababu barabara hii ni busy sana. Inaenda kituo cha afya, anapitishwa mgonjwa, anapitishwa mama anayejifungua akafika salama akajifungua. Mimi nataka niwaambieni, kati ya siku ambayo mmetoa sadaka ambayo Mungu anaenda kuipokea ni siku ya leo. Wala msiwaze hata kidogo. Siku mmeitoa sadaka inayohitajika sababu mmeitoa sehemu sahihi. Mnafahamu barabara hii inavyotutesa. Barabara hii huwezi kupitisha bajaji, huwezi kupitisha kwa sababu ya changamoto ya maji kuharibu barabara. Lakini nyinyi na uongozi wenu mmeona kwa nini tuendelee kutaabika? Kwa nini tuendelee kuilaumu serikali? Lazima tushirikiane kuhakikisha kwamba tunaenda kutatua tatizo hili. Nyewe ni mashahidi. Ukipita alikuwa barabara ya kwenda Sojema paka Dampo, kuna shimo kubwa liko pale. Juzi nimeweka vifusi vitatu pale. Ukipiga tripu moja na nunua shilingi 195,000 ukichanganya na ushuru. Msasani B nafikiri mna watoto. Wangapi wana watoto pale Msasani B? Pale si mna watoto. Kuna dimbu kubwa pale. Pale nimepeleka tripu 4. Piga mara hiyo 195,000 shingapi. Juzi nyewe ni mashahidi, kutoka kituo cha polisi kuja huku paka huku kwa Pateli. Likuwa pale ni korofi. Pale nimeweza kuweka tripu 4. Ni shingapi hiyo? Leo hii hapa nimeleta tripu ngapi? Jana nimeleta tripu 2, leo naleta tripu 5. Jumla ni tripu 8. Piga hiyo mahesabu ni shingapi. Ndugu zangu, haya yote sio tunafanya kwa sababu tuna fedha. Tunafanya kwa sababu tunajua tunatoa sadaka kwenye sehemu sahihi, wala sio tunatoa sadaka sehemu mbaya. Kama na nyinyi mnavyojitoa, kuhakikisha mnajitoa kuhakikisha kwamba tunasaidiana. Juzi tulikuwa wote na mwenyekiti wenu na nyinyi baadhi tulikuwa wote tunasambaza kifusi wote, lakini mwisho baadaye pale leo inapitika. Lakini ilikuwa tutengeneze kule mwanzo, hapa ipitiki. Huna anachokifanya. Mimi mwenyekiti wa mtaa wa Muriet niwashukuru sana watu wa bajaji. Umoja huu ambayo mnaye ni kitu ya maana na jambo la maana sana. Hapa wananchi wa hapa wanafarijika, nikiwepo kama kiongozi wao. Wameona kwamba kazi iliyofanyika ni kazi ya maana. Kufungua hii mtaro ilikuwa ni kazi ngumu mno, lakini mmepambana. Niwape hongera na poleni sana, mmefanya kazi kubwa vijana wenzangu. Sina cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa zaidi. Ninachokifanya na mwenyekiti wenu wa bajaji, Mungu akubariki sana, uko vizuri na endelea kupambana na watu wako. Naamini ya kwamba wako vizuri mno. Kweli Mheshimiwa Diwani, kushukuru kwa sababu umefanya la maana sana. Umeleta jana vifusi tripu 2 na leo tena umeongeza karibu tripu 8. Nadhani hii barabara ikiwekwa tripu 8 itafanyika. Na mimi nitasupport. Lazima nitoe mchango wangu, ile gari na mimi nitasupport kulipa tripu 1. Mungu awabariki jamani, tuendelee na kazi njema. Kwa majina naitwa Selenge Saidi, ni mwenyekiti wa umoja wa madereva bajaji
kwa Morombo. Changamoto hii unaiona watu wako hapa kurekebisha barabara, lakini pia kufukua mitaro ambayo ilijaa tope ni kutokana na ubovu wa barabara, lakini kubwa ni baada ya kuwa na mvua za mara kwa mara. Lakini pia wengi tunatambua miundombinu ya barabara ni changamoto, sio kwa ajili ya maeneo yetu tu, lakini maeneo mengi kulingana na hali ya mvua. Kwa hiyo kwa kushirikiana na madereva wenzangu, lakini pia baada ya kuzungumza na viongozi wetu kwamba tuna changamoto 1, 2, 3 ambao kubwa ni la barabara, lakini ubovu wa barabara unapelekea vijana na vyombo vyao kuharibika. Lakini pia kijana lala akiwa amechoka sana, lakini vyombo vinaharibika, kwa hiyo unakuwa unahudhuria trip 2 kwa fundi 2 umepiga njiani, kwa hiyo ikawa ni hasara.